Mawimbi na mwendo wake vinaweza kuwa tafsiri ya maisha ya binadamu. Kuna kwenda na kurudi, kupanda na kushuka, lakini kamwe hakuna kusimama. Ni sawa na simulizi ya giza na maumivu yasiyosemwa kwa sauti kubwa. Watoto hawa maisha yao bado yana makovu. Ni kwa sababu miongoni mwao wamepitia madhila katika maisha yao. Lakini bado wanatamani amani, kwani kucho bado ni kipaumbele kwao. Bado ni madhila makubwa ambayo kwa umri wao ingali bado wanahitaji faraja na upendo. Katika moja ya kona za jiji hili nakutana na watoto hawa. Kwa sababu za kitaaluma tunawapa majina bandia: Princess, Amani na Deta. Wote hawa wapo katika kituo maalum cha kulelea waathirika wa ukatili wa kijinsia. Hawa watoto ni mabaki ya matumaini yaliyovunjika na pia ni mashujaa wa simulizi yetu. Hawa ni baadhi ya watoto wanaosadifu yale yanayoendelea katika jamii ya watu waliowaamini katika familia na jamii zao. Licha ya kuathiriwa na ukatili huo, lakini kwa leo hawa ndio mashujaa wetu. Babangu alipomfukuza mama, nikabaki mimi nikiishi na baba. Siku moja baba alinipeleka kwa bibi. Nilikaa kwa bibi siku 2, baba akanijia tena. Aliponijia nikaenda tena kuishi naye. Nilipokuwa nikiishi naye, siku moja alinikuta nilikuwa nilikuwa sebleni. Mimi nilikuwa nikilala sebleni, akilala chumbani. Akanibeba kunipeleka chumbani kwake. Aliponipeleka chumbani kwake, akanifanyia ukatili wa kulala na mimi kimwili. Ilikuwa hiyo ni kuendelea, ilikuwa ni zoefu. Sikujua mimi niende nikashtaki wapi. Maana nilikuwa niko darasa la 3. Nilikaa kwa baba, nilikuwa na miaka 8. Alinifanyia ukatili mpaka nilifikisha miaka 10, nikaishi kwa baba. Nililawitiwa na baba yangu mdogo. Siku nilikuwa naosha vyombo, pia akaniambia kampelekee baba yako mdogo maji ya kunywa. Nikachukua jagi, nikachota, nikampelekea. Huko nikofika nikampa maji, afu akanikatia miwa, afu akaniambia mpelekee bibi yako, alafu nakupa zawadi. Alafu akaniambia veti, vua nguo ulale hapo hivi chini. Alafu akaniambia veti, piga magoti hapo hivi chini, alafu vue nguo. Alafu akaniambia veti, ukikataa na kukata mdomo, pua na masikio. Baba amekuwa akinifanyia ukatili huo kipindi ambacho mama anakuwa ameenda kazini, na unakuta nikiwahi kutoka shule anakuwa ananifanyia muda hiyo. Alafu alikuwa anafanya hivyo kama siri, na alikuwa ananitishia kila nikijaribu kumwambia mama, akisema hivyo kwamba kama mama wako naweza nikakuua. Alikuwa ananitishia matisho ya mauaji. Sasa hicho kitu kinanifanya naogopa mpaka nikachelewa kumwambia mama. Na ukatili alianza kunifanyia tangu mwaka jana mwezi wa 9 mpaka mwezi wa 2 nilipokuja kuacha nikiwa na umri wa miaka 15. Kwani katika kipindi cha nusu mwaka kuanzia Januari hadi Juni 2024, takwimu za polisi zinaonyesha matukio haya ya ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake na watoto, kama anavyobainisha kamanda wa polisi wa mkoa wa Mwanza, naibu kamishna wa polisi Wilbrod Mtafungwa. Ambapo kwa mwaka huu kwa miezi hiyo 6, yani mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 6, kulikuwa kuna jumla ya matukio 421. Nasema imepungua tukilinganisha na kipindi cha Januari hadi Juni mwaka 2023, ambapo kulikuwa kuna jumla ya matukio 716. 2023 Januari hadi Juni makosa ya ubakaji yalikuwa 188. Na kwa mwaka huu makosa ya ubakaji yameripotiwa 112. Kwa hiyo utaona hapa pia kuna upungufu.
wa makosa matukio 76. Matukio ya ulawiti kwa kipindi cha mwaka jana yaliripotiwa matukio 76. Kwa kipindi cha mwaka huu yameripotiwa matukio 39. Sawa na upungufu wa matukio tofauti ya matukio 37. Matukio mengine ni kumpa mimba mwanafunzi. Kwa mwaka jana, kwa kipindi hicho yalikuwa matukio 204. Mwaka huu ni matukio 79. Kuna tofauti ya matukio 125. Matukio ya kutupa mtoto. Mwaka huu kwa miezi hiyo 6 tukio moja limeripotiwa, lakini kwa mwaka jana tukio moja, kwa mwaka huu matukio 17. Lakini ukatili, kutorosha mwanafunzi, kwa kipindi cha mwaka jana kulikuwa kuna matukio 90, mwaka huu matukio 68, tofauti matukio 22. Lakini nini chanzo cha matukio haya ya ukatili, ubakaji na ulawiti, huku akionyesha maeneo yanayoongoza kwa vitendo hivyo vya ukatili? Sababu ya kwanza ni elimu kwa wananchi. Jeshi la Polisi kupitia madawati yake ya uelimishaji, madawati yanayoshughulika na makosa ya ukatili wa kijinsia na watoto, ambayo yamewekwa katika wilaya zote kwenye vituo vyote vya polisi. Askari wake wanafanya kazi kubwa ya kuelimisha, na hasa ili swala la upigaji ramli chonganishi kwenye jamii, ambavyo vitendo hivyo vinachochea matukio ya mauaji ya vikongwe na watoto. Hilo liko katika mkoa wetu. Matukio haya yanaongezeka, yanakuwa mengi zaidi katika wilaya ambazo zina idadi kubwa ya watu. Lakini wilaya ambayo inaongoza kutokana na takwimu zetu ni wilaya ya Nyamagana, ambayo kwa kipindi cha Januari hadi Juni kwa mwaka 2023 matukio yaliyoripotiwa ya ukatili ni 297, sawa na 58.51. Na kwa kipindi cha Januari hadi Juni mwaka huu, jumla ya matukio 211 yaliripotiwa, sawa na 49.88. Kuwepo kwa dawati la jinsia ni mbadala katika kuongeza nguvu ya kukabili matatizo na changamoto dhidi ya ukatili. Je, ni kwa namna gani dawati hilo linafanya kazi? Taratibu za kuwapokea waathirika wa ukatili hasa watoto zipoje? Pia dawati la jinsia na watoto linapeleleza mashauri yote ya ukatili yanayofunguliwa katika vituo vya polisi. Hivyo naweza nikasema dawati la jinsia na watoto ni full package. Ina wapelelezi, ina askari ambao wanatoa elimu ya jinsia, pia ina askari ambao wanashughulika na kusikiliza mashauri yote ambayo yanakuwa yamefunguliwa katika vituo vya polisi yanayohusu masuala ya ukatili. Pia dawati la jinsia na watoto linapompokea mwanga, moja kwa moja atasikilizwa. Baada ya kusikilizwa, ataondoka na askari wa kitengo cha dawati la jinsia na watoto mpaka hospitali ya serikali kwa ajili ya kwenda kufanyia uchunguzi. Kama tunavyojua, mathalan mtoto kabakwa au kalawitiwa, lazima atafanyiwa uchunguzi. Hivyo dawati la jinsia na watoto litatoa fomu maalum ambao ni PF3 hadi hospitali yote ya serikali kwa ajili ya uchunguzi huo. Sisi watendaji wa dawati la jinsia na watoto, na maana tunalenga jamii nzima kwa ujumla. Hatulengi watoto tu, hatulengi wanawake wala wanaume. Ndio maana tunasema ni dawati la jinsia, ni jinsi zote, watoto, wanawake na wanaume. Je, ni malalamiko ya aina gani wanayopokea kwa wingi? Watoto waliofanyiwa vitendo vya ukatili, leo wamebakwa, wamelawitiwa, wengi ni wanafunzi wa primary, na naweza kusema kwa uchache ni sekondari. Lakini grupu kubwa sana unakuta changamoto zinatoka kwa wanafunzi ambao ni wa primary. Kituo wanachoishi Princess, Amani na Deta, mkurugenzi wa kituo hicho Bi Assumpta Ngatunga, anaelezea kuhusu matukio ya ukatili wanayofanyiwa watoto hao. Kwa sababu tunaamini watoto wengi wanafanyiwa ukatili na watu ambao wanawaamini, ambao ni ndugu, wazazi
na watu ambao wa karibu kabisa, tuseme ni watu wa damu. Kwa hiyo lengo letu sisi ilikuwa kufanya kazi na mtoto kuwa daraja kumfikia mzazi. Na ndio maana tunasema ukatili majumbani, kwa sababu tunaamini mtoto aliyebakwa basi amebakwa na babake mzazi, aliyechomwa moto amechomwa na mama yake mzazi. Lengo tunaamini kwamba tukimwelimisha huyo mzazi, yeye ataelimisha ukoo mzima. Watoto wengi wanakuwa ni wa kike ndio wanafanywa ukatili sana. Lakini kwa sasa hivi watoto wengi, hii miezi mitatu hapa kuelekea sasa, naona tunaelekea kwenye mwezi wa 12 likizo, watoto wengi ambao tunawapokea kwa mwezi ni wa kiume, ambao wa kiume hao wanakuwa wamelawitiwa. Sasa hivi ulawiti umekuwa mwingi sana. Kwa hiyo unakuta kwa mwezi tunaokoa watoto labda 6 wa kiume, 4 wa kike. Kwa hiyo kwa mwezi tunaokoa watoto karibia 10 matukio mbalimbali, lakini ulawiti umekuwa mwingi na ubakaji. Lakini mtoto anapokuwa kwenye makao, ndugu anaruhusiwa kuja kumuona? Anapokuja kwenye makao mtoto akamuona, mara nyingi anaogopa, kama vile mtu ambaye bado yuko nje, tukiwa tunaendelea na uchunguzi, mtu anakuwa bado uraiani, hajafungwa, kwa hiyo mtoto anakuwa na wasiwasi naye. Lakini haizuii kwamba baba yake asije kumsalimia. Lakini mimi kwa experience, watoto wa ubakaji na ulawiti wengi baba zao hawajai kufika hapa wala mtu aliyefanya ukatili. Isipokuwa watoto ambao wa kuchoma moto na vipigo, wazazi wanafika. Tunaamini hivyo kwamba anapofika mtoto pia anamsaidia kwenye counseling, anapona haraka. Kwa sababu anaweza kukaa kwenye makao wewe ukasema amefurahia hapa, lakini kumbe ana miss nyumbani. Pengine ni changamoto gani anayopitia kama mkurugenzi wa kituo hicho? Changamoto ambayo tunaipata ni pale mzazi alivyofanya ukatili na kukimbia mtoto wake. Tuna watoto ambao tumekaa nao kwa muda mrefu, nakuta mtoto namwanzisha chekechea mpaka form 4 kwenye makao amekimbiwa. Na kwa sasa hivi at least kwamba tunajua kwamba ukiokoa mtoto akikimbiwa, unajua kabisa unaomba referral. Kwamba mimi nimekaa na huyu mtoto lakini ameshapona majeraha, mzazi wake amenikimbia, nimetrace kwenye familia hayupo. Kwa hiyo tunaongea na afisa ustawi. Afisa ustawi anaangalia shirika ambalo linaolea watoto kwa long term. Kwa sababu mimi wanaingia miezi 3 mpaka 6 wanatoka, watakiwa kukaa hapa milele. Kwa hiyo kwa sasa hivi tunashukuru kuna makao mengi yamekuja hapa Mwanza. Kiasi cha kwamba unaona mtoto huyu ana miaka 3 nimemtibu, lakini nyumbani kwao hakuna mtu. Nyumba ile imesafishwa, mama amekimbia mtoto, umetrace simu hazipatikani, umeenda kwa mwenyekiti wa mtaa anakuambia huyo mtu alihama. Mwisho wa siku mtoto kwenye makao amekaa mwaka mzima, basi unashirikisha afisa ustawi anafanya referral na kukuambia huyu mtoto ataenda kwenye makao fulani. Daktari Benedicto Robert ni daktari daraja la 2 katika hospitali ya mkoa ya Seketure. Yeye ana uzoefu katika kuwahudumia waathirika wa ukatili. Ni athari gani kubwa wanazopata waathirika wa ukatili pindi wanapotendewa? Mara nyingi unakuta watu hao waliofanywa ukatili huo wanakuwa kwanza huwa wanakosa kujiamini. Wanakuwa na hofu. Wanajitenga, unaweza kukuta amekaa anajitenga, ni mtu wa mawazo, ni mtu ambaye anakuwa na hofu. Unaweza kuona mbona kama eza mwanangu amebadilika au amekwaje? Kwa sababu wanakuwa wanapata ile wanasema kitu kinaitwa post traumatic stress. Wanakuwa wanapata ile post trauma wakikumbuka alivyofanywa kile kitendo, aidha kwa sababu ya kudanganyiwa kitu au kwa kutishiwa kitu. Kwa hiyo inakuwa anakuwa hayuko normal kwa muonekano. Na baadhi ya madhara ambayo yanapatikana ambao wanaweza kupata watu hao wanaofanywa ukatili, wanapata magonjwa ya zinaa, kwa maana wanapata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Ndipo kama wakichelewa kufika kwa wakati katika kituo cha afya, wanaweza kupata mimba zisizotarajiwa. Matokeo yake tunaongeza idadi kubwa ya watoto wa makuzi, kwa maana makuzi ya mzazi mmoja, lakini pia hata watoto wa mtaani pia wanaweza kuongezeka namna hiyo. Na mwisho wa siku pia tunapata wengine wanaishia kupata ulemavu wa kudumu. Wakati mwingine pia mpaka inaweza kusababisha kapelekea vifo, maana kitu kimoja kinazalisha kingine. Kapata mimba katika mazingira ambayo hakuyatarajia binti huyu. Baada ya hapo uoga na nini, anaingia katika vishawishi vya kutaka kujaribu labda kuweza kufanya unsafe abortion. Kwa hiyo get some of them wanaishia kuweza kupata kufariki au kupata ulemavu wa maisha. Kwa hiyo kwa kuliona hilo na idadi ya wagonjwa ambao tunawapokea katika hospitali yetu hapa, tumeweza
kuwe na taasisi yetu kufungua unit moja ili kuweza kurahisisha uharaka wa matibabu. Kama tunapompokea mtoto au tunapokea muhanga aweze kupata huduma stahiki na jumuishi kwa wakati mmoja. Tulizoea hapo mwanzo inakuwa na too much bureaucracy, kwamba anakwenda polisi, aende dawati, aje hospitali, wakati mwingine unakuta tayari ameisha kwenda beyond yale masaa 72 ambayo tutakwenda kuelezea, ambapo kitaalamu tunahitaji sana inaweza kama ni golden chance kuweza kumsaidia mwathirika huyu kuweza kuzuia baadhi ya madhara asiweze kuyapata. Ni wakati gani kunakuwa na idadi kubwa ya waathirika ukatili na takwimu za kitabibu zinasemaje? Idadi ya wateja tunaopokea hapa kituoni kwetu kwa mwezi nadhani hatujawahi kushuka chini ya 20 na kuendelea, lakini idadi hiyo pia tunapata wengi zaidi hasa kipindi cha likizo, watoto wakiwa wamefunga shule tunapata wateja wengi. George Ndembela ni wakili wa serikali kutoka ofisi ya mashtaka mkoa wa Mwanza. Anabainisha juu ya kanuni na adhabu pindi mtu akikutwa na hatia. Vile namna ya kesi za watoto waliofanyiwa ukatili zinavyosikilizwa. Kosa la ubakaji linapofanyika kwa mtoto ambaye ni chini ya umri wa miaka 18, adhabu yake ni miaka 30 jela. Lakini kama kosa la ubakaji limefanyika kwa mtoto ambaye ni chini ya miaka 10, ni kifungo cha maisha jela. Kwa hiyo miaka 10 kushuka chini ni maisha jela, lakini kama ana miaka 11 kupanda mpaka 18 ni miaka 30. Hii inaenda pote kwa ubakaji na ulawiti. Kwa hiyo lakini pia mtoto anapokuwa anatoa ushahidi, mtoto ambaye ni shahidi katika kesi ya ukatili, lazima awepo afisa kutoka ustawi wa jamii, au awepo mama yake au mzazi wake yoyote au mlezi wake yoyote wakati mtoto anatoa ushahidi, au wakati mtoto ni mtuhumiwa, lazima wazazi wake wawepo au mlezi wake wawepo, lakini kizuri zaidi lazima awepo ustawi wa jamii. Na ni watoto wa rika gani ambao vitendo hivi wamekuwa wakifanyiwa? Makosa mengi ni ya umri wa watoto chini ya miaka 10. Yes. Miaka 10. Sasa hawa ndo waathirika zaidi wa vitendo vya ubakaji na vitendo vya ubakaji na ulawiti. Lakini sasa kama vinaongezeka zaidi sana ni vya watoto wa kiume kulawitiwa. Lakini jitihada gani zinazofanyika kuhakikisha wanajamii wanakuwa sehemu ya ushahidi? Lakini pia hizi kesi zinachukua, unakuta inachukua miezi 6, lakini pia na upelelezi unachukua muda mrefu kidogo. Kama upelelezi utachukua muda mrefu, kama ile tukio limetokea katika familia, wale watu utakuta wameshafanya settlement, wamekubaliana. Sasa kama wamekubaliana, wanakuambia tumemalizana, lakini hamwezi kumalizana hivi. Sijui kama umenielewa. Hamwezi kumalizana hivi. Lazima kesi imeshafungua kesi mahakamani, lazima iendelee. Sasa ni ngumu sana kumpata huyu mtu ambaye ameshamalizana na familia yake kuja kuonyesha ushirikiano, kutoa ushahidi mahakamani. Utaratibu wa kusikiliza kesi pia upoje na unachukua muda gani kesi kukamilika? Lakini sasa hivi kuna utaratibu wa ofisi yetu, lakini pia na mahakama, kwamba hizi sheria za ukatili dhidi ya watoto na wanawake tunaziendesha haizidi miezi 3. Kwa hiyo within 3 months tunakuwa tushapata hukumu. Kwa nini tunafanya hivyo? Tunafanya hivyo kuondoa ile gepu ya wale watu kukubaliana. Ukatili wa kijinsia ni moja ya changamoto zinazosababishwa kuvunjwa kwa haki za binadamu. Gertrude Diabeni ni afisa mwandamizi anayeshughulikia masuala ya jinsia katika kituo cha sheria na haki za binadamu LHRC. Kwa mfano sisi kesi zetu mara nyingi zilikuwa sana kwenye makosa ya madai ambao jinai ambao ndo makosa mengi ya ukatili yalikuwemo, ndo ambao tulikuwa tunasaidia, lakini baadaye tuliona kuna haja pia tuweze kutoa huduma za msaada wa kisheria hata kwa makosa ya jinai, hasa kwa wahanga wa ukatili. Mara nyingi tulikuwa tunaweza kusaidia na kuweza kuwalinki na sehemu za kupata msaada kwa mashirika mengine, au lakini pia
hata polisi na sehemu nyingine. Lakini pia sisi kama Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu pia bado tunatoa msaada mkubwa wa kisheria kwa waathirika wa vitendo vya ukatili, watoto, wanawake. Kama ambavyo sisi waga tunatoa taarifa ya haki za binadamu kila mwaka, ambao ukiangalia taarifa yetu ambayo ni ya mwaka 2023 imeripoti kwamba ukatili umeongezeka kwa watoto na kwa wanawake, na ukatili ambao ni mkubwa zaidi ni ukatili wa kingono kwa watoto ambao ndio umeendelea kushika hatamu katika kila ripoti zetu. Ni kwa namna gani wanashirikiana na mashirika ya kimataifa au serikali ili kuhakikisha haki inatendeka kwa wanawake na watoto walioathirika? Sana kwa ukaribu na serikali, hasa kwenye masuala ya marekebisho ya sheria, kuhakikisha kwamba sheria zinazokuwepo zinaendana na mikataba ya kimataifa na ya kikanda ambayo Tanzania imeridhia, lakini pia zinawalinda wanawake na watoto ipasavyo. Bi Juliana Mushi, ambaye mjumbe wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani mkoa wa Mwanza, anabainisha kwamba migogoro ya kifamilia na matatizo ya afya ya akili mara nyingi huchangia vitendo vya ukatili. Ustawi wa afya bora kama haupo, ustawi wa mtu binafsi, lazima haya mambo yanaweza kupungua, lakini naweza sipungue na yanaweza kuongezeka, kwa sababu chanzo kikubwa ni changamoto ya afya ya akili. Watu tukiwa na afya njema ya akili, unajua afya bora ya akili ni sawa na afya ya mwili, na vile tunavyopata matibabu ya kimwili, hivyo matibabu ya kiakili tunapaswa tuwe nao. Nyumba za ibada zimekuwa mstari wa mbele katika kutoa elimu, lakini juhudi zaidi zinahitajika. Lakini kwa mtoto mdogo anapotendwa dhambi mbaya, hiyo wala sio dhambi, ni uovu na ni chukizo mbele za Mungu. Na haikuwa hivyo tangu mwanzo. Ndio maana nimesema hata wakati wa Nuhu, ukisikia Mungu alikasirika, akagairi kwa nini ameumba mwanadamu, akaleta gharika, wakaenda wote, akabaki Nuhu na familia. Hata wakati wa Sodoma na Gomora ni vitendo hivyo vilizidi, lakini ilikuwa ni watu wanakwenda kinyume cha maumbile. Walikuwa wanafanya vitendo hivyo, lakini sio mpaka kwa watoto. Sasa hii imekwenda mpaka kwa watoto wetu wadogo kabisa. Na tatizo letu kubwa, ukimwambia mtu hilo, anakuambia ndio dunia. Mimi kaka yangu, mimi nakataa ndugu mtangazaji, sio dunia, ni maroho yetu mabaya. Kwa sababu hakuna siku mbuzi amembaka mwanadamu useme dunia. Mbuzi amebaka mtu, kweli dunia imekwisha. Ni mwanadamu mwenye akili ndio mbaka mwanadamu mwenzako. Hiyo dunia inahusika na nini hapo? Katika mambo yamechangia manyanyaso ni watu kuto kusema. Kwa hiyo sasa kabisa chumba hichi kuna mtu anapigwa kabisa, unaweza hata kupiga hata mjumbe nyumba kwa hapa jirani kwangu wanapigana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna watu wanapigana hapa, nasikia kuna vurugu ya hatari. Hebu tusaidieni bwana. Kama naomba polisi wapige, polisi waje. Mambo yao watajijua. Watajijua sasa kabisa kuna mtu amelia mpaka kusikia kilio hanyamaza. Katika upande mwingine, viongozi wa kidini wanasisitiza umuhimu wa jamii kushirikiana katika kuelimisha wazazi na watoto kuhusu haki zao na njia za kujilinda. Wazazi tufanye ushirikiano wa hivyo, that is 1 na 2. Lakini 3 tusaidie vyombo vya polisi, vyombo vya ulinzi, vyombo vya sheria. Kwa sababu kuna wakati kitu kama hiki kitatokea, mtu kama yeye amekamatwa, anapelekwa mahakamani, watu wa kutoa ushahidi hamna, watu wanaona hivyo. Sasa huyu sheria inachukua mkondo na haki za binadamu, ushahidi ukupatikana, huyu mtu anaweza akaachiwa. Yaani kila mtu aumie, asikubali kukiona hicho kitendo mbele ya macho yake akiridhia. Asikubali. Tusaidiane. Wakati mwingine lawama nyingi zimekuwa zikielekezwa kwa wazazi na walezi mambo yanapokwenda kombo katika makuzi ya watoto. Je, ni hatua zipi za kuchukua wazazi au walezi za kuhakikisha watoto wao wanakuwa salama dhidi ya vitendo vya ukatili? Wengi wanaficha ninavyosema, na wanaficha kwa sababu hiyo aliyefanya ni ndugu yake. Anaona aibu kumstaki ndugu yake, anaamua kukaa kimya, mambo anapotezea hivyo. Hii ndio inatupa shida, na akifaulu akifanya sehemu nyingine, kesho anafanya sehemu nyingine, maadili inaendelea kuporomoka, watoto wanaendelea kuwa kwenye shida, hawana amani hata na wao. Lakini saa hizi watu, hofu ya Mungu haipo. Watu wengi unakuta wanaaminiwa kuwa ni majumbani, ila hata wazazi unakuta uzazi upande mmoja
kukaa nyumbani na mtoto, lakini hawazi kama ile ni mtoto wake au ni damu yake. Anakuwa na ile tamaa ya kimwili ambayo haisaidia hata kwa mtoto mdogo, anajikuta tayari anafanyia ukatili wa kijinsia. Ukatili majumbani unatokana na watu kwa imani za kishirikina. Wamedanganywa na waganga wa kienyeji, waganga ambao ni ramli haram katazika na serikali, kwamba akifanya tukio hili itakuwa ni sababu ya mambo yake kufunguka. Mimi nawashauri wazazi au ndugu wenye ufahamu huo, ni bora kwanza wamrejea aliyewaumba. Pamoja na kuwepo jitihada mbalimbali za kukabili vitendo vya ukatili wa kijinsia katika jamii zetu, je, ni changamoto zipi zinaonekana ni kikwazo katika kukabili vitendo hivyo? Baadhi ya wananchi hawatoi ushirikiano wa kutosha kwa wapelelezi wetu, hasa wanaochunguza mashauri haya ya ukatili wa kijinsia na watoto. Wanapotakiwa kwenda mahakamani kwa ajili ya kutoa ushahidi, saa nyingine hawaonekani, na hivyo kuzifanya kesi hizo zishindwe kupata mafanikio. Tunaamini kwamba kila kwenye familia kuna mtu anafanyiwa ukatili. Kwa hiyo ni vizuri jamii ikawa inatoa taarifa hata kwa kimya kimya, kwenda sehemu na kusema mji fulani kuna ukatili unatendeka 1, 2, 3. Kama niliposema, napata Afrika wengine wamekuja tayari muda umeshapita, kwa maana ya kupata zile baadhi ya results zingine. Wanakuja baada ya masaa 72 yameshapita. Kwa hiyo mwisho wa siku huyu mtu anakuwa katika riski kubwa sana au katika hatari kubwa sana ya kuweza kupata magonjwa. Unakuta binti amefanyiwa ukatili katika ile jamii, katika ile familia. Sasa maybe alikuwa anakaa kwa mjomba. Baada ya kuwa amekaa kwa mjomba, amefanyiwa ule ukatili, amehamishwa mkoa. Yaani ametolewa Mwanza akapelekwa Mbeya ili kuondoa ile aibu ya nini? Ya familia. Kwa hiyo sasa inakuwa ni ngumu sana kumtoa kule Mbeya aje kutoa ushahidi kwenye kesi yake. Kila mtu aone yeye mwenyewe kwa wajibu kwamba mimi hiki kitendo sikubaliani nacho, akubali kwamba sio kitendo kizuri. Kwa moja kukiwa na ile hali ya kila mtu kuelewa na kutambua hiki kitendo sio kizuri, kutakuwa na ile nguvu ya pamoja ya kupambana na ukatili. Simulizi ya Princess Amani na Deta ni mwangu wa ukweli wa giza unaojificha nyuma ya pazia la mandhari nzuri ya jiji. Lakini pia ni mwanga wa matumaini kwamba juhudi za pamoja zinaweza kuleta mabadiliko ili watoto hawa waweze kutimiza ndoto zao katika maisha. Jamii inahitajika kushirikiana na serikali kuimarisha utekelezaji wa sheria. Vivyo hivyo kwa mashirika ya kutetea haki za binadamu, mchango wao ni muhimu katika kuendelea kupigania haki za waathirika wa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Kovu la maisha linaweza kupona, lakini linahitaji juhudi za kila mmoja wetu. Kisali Simba, Star TV.